Nawasalimu kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Mungu anawapenda, natumai mu wazima. Na leo ni siku ya Jumapili. Na leo nimejifunza kitu kimoja katika ibada ya leo kuhusu upendo. Upendo ni baina ya wewe na mtu ulionaye, au aidha rafiki au ndugu au jirani au wewe mwenyewe, kwa sababu Biblia inatuambia kama una upendo ni sawa sawa na bure. Nimekuja kushtuka kwamba kuna makanisa bado yana upendo ule wa Yesu ambao anauhitaji, upendo wa dhati kabisa kabisa kabisa. Nimeshuhudia kuna kanisa limeenda kumtembelea mpendo wao moja ambaye walikuwa wanasali wote, lakini baadaye wana tabia ya kwa kila Jumapili wanaenda kumtembelea mpendo. Kwa hiyo leo nimeshuhudia moja kwa moja wakiwa wanamtembelea mpendo wao, ila nimefurahia sana kwa kitu walichokifanya, maana makanisa mengine hayana upendo kabisa. Leo ndio nimekuja kuona upendo bado uko sana. Na kama una upendo ni sawa sawa na bure kwa mujibu wa Biblia. Maana tunaangalia Mungu anavyopenda wanadamu. Ingekuwa kwamba Mungu ni mwanadamu, sisi tusingekuwa hai. Tukiangalia katika kitabu cha Isaya 49 ule mstari wa 14, tasoma, anasema Isaya 49 Isaya 49 mstari wa 14, naye inasema bali Sayuni alisema, Yehova ameniacha, Bwana amenisahau. Je, mwanamke awezaje kumsahau mtoto wake anawezaje kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, aweza kumsahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Kwao tunaangalia kwamba Mungu hawezi kumsahau mtu anayemtumikia. Mungu hawezi kumsahau mtu anayemtafuta. Kwa hiyo kuhalisia, Mungu anapendezwa na watu wanaomtafuta. Mungu anapendezwa na watu ambao wanamtafuta kwa bidii. Maana anasema nitafuteni kwa bidii nanyi mtaniona. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Tafuteni nanyi mtaona. Kwa hiyo ukimtafuta Mungu kwa bidii unampata. Anaendelea katika mstari wa 15, anasema je, mwanamke awezaje kumsahau